Bwana Yesu asifiwe, rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Theologians TV. Ni furaha yangu bana tena kukaribisha kwenye kipindi kibongozo wa kujifunza Biblia lesoni ya shule ya Sabato. Mungu ni mwema kwa kuwa ametuamsha salama, ametupatia neema ya kuwa miongoni mwa walio hai. Leo tuko kwenye robo ya pili mwaka 2025 iliyotufunza jinsi ya kusoma, kuelewa unabii wa Biblia. Na imani ya kwamba tangu tulipoanza mpaka sasa kuna kitu ambacho umejifunza katika unabii wa Biblia ambacho pengine usikakijua pasipo kusoma Biblia. Ikiwa ni kweli, andika kwenye comment. Mungu atakubariki. Somo la juma hili somo la 7. Na leo tunazungumzia Jumatano, Mungu katikati ya watu wake. Mungu katikati ya watu wake. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, wana wa Israeli walipokuwa wakitoka Misri kuelekea Kanaani, Mungu alikuwa akiongoza. Na uwepo wa Mungu ulikuwa ukionekana ukiongoza kupitia wingu. Na kila mara wingu lilipokuwa likisimama, Waisraeli pia walisimama katika safari yao ya kwenda katika nchi ya ahadi na kusimamisha hema takatifu. Na kisha makabila yalikuwa yakipiga kambi zao kulizunguka makabila matatu kila upande. Na hizo makabila ambazo zilikuwa zikizunguka kwa upande wa kaskazini, unaona, kwa upande wa kusini, kwa mfano mashariki. Ukisoma kwenye Hesabu 2:3 utaona zilizokuwa kwa upande wa mashariki, na Hesabu 2:10 zilizokuwa kwa kusini, Hesabu 2:18 zilizokuwa kwa magharibi, na Hesabu 2:15 zilizokuwa kaskazini. Lakini kulikuwa na kabila moja kuu katika kila moja ya pande nne za maskani. Sasa kwa mujibu wa Hesabu sura ya 2, haya makabila manne makuu yalikuwa ni akina nani? Basi tukiongozwa na Roho Mtakatifu tusome kwenye Biblia na tupate majibu. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ikiwa umesoma kwa uaminifu, utaelewa ya kwamba kwa upande wa mashariki, kulikuwa kabila la Yuda, Isakari na Zabuloni, na Isakari ndiye aliyekuwa mkuu wao. Kwa upande wa magharibi kulikuwa kabila la Efraimu, Manase na Benyamini, na Efraimu akawa mkuu wao. Kwa upande wa kaskazini kulikuwa Dani, Asheri na Neftali, na Dani akawa mkuu wao. Na kwa upande wa kusini kulikuwa Rubeni, Simeoni na Gadi, na Rubeni akawa mkuu wao. Biblia inaeleza kwamba wote walikuwa, kila kabila lilikuwa na bendera. Okay? Lakini hatujui kilichokuwa kwenye bendera kulingana na Biblia. Unaposoma kwenye mila ya Kiyahudi inasemeka kwamba Dani kwenye bendera yao kulikuwa tai. Ukisoma wanasema Yuda kwenye bendera yao kulikuwa simba. Rubeni bendera yao ilikuwa na kichwa ya mtu. Efraimu ilikuwa na mnyama. Mpendwa, maelezo ya makerubi yanalingana na viwango vya makabila makuu mane yaliyopiga kambi kila upande wa patakatifu. Yerusalemu pia kwenye kitabu cha Ufunuo 11:12 hadi 13 imeelezewa kwa mpangilio ule. Kuna milango 12, matatu kwa kila moja ya pande zake. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu Mungu anataka kujizunguka na watu wake kama vile alivyozungukwa na makerubi. Anataka awe kati ya wanawake. Anataka wanawake wawe karibu naye wakimzunguka. Mungu anataka tukae naye, na hii inatufanya tu wakati Yesu anatuchukua pamoja naye wakati kwa kuja kwake mara ya pili. Lakini mpendwa mtazamaji na msikilizaji, nikumbushe tu ya kwamba kuna nafasi kwa ajili yako huko katika Yerusalemu pia. Kuna milango 12 kwa kila upande, milango mitatu kila upande, milango mitatu. Kwa hivi ni milango ya kutosha kwa ajili ya kila mtu ulimwenguni. Ni lazima tusubiri muda huu tukiwa na matumaini. Hili kusudi lako mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kwa miongoni mwa wale watakaoingia katika Yerusalemu pia, ili katika hiyo milango upate kuifikia. Kitabu cha Ufunuo kinatufundisha kwamba Bwana Mungu Mwenyezi na Mwana Kondoo ndiyo hekalu lake. Bila shaka mpendwa, hatuishi katika kambi la Israeli leo, lakini ni kwa njia zipi katika maisha yetu wenyewe leo tunaweza kusogea karibu katika kuwepo kwa Mungu? Namna gani? Weka chini kwenye comment tuombe. Asante Yesu kwa somo hili. Unataka kuwa pamoja nasi katikati yetu. Tufunze pia kukaa karibu nawe siku baada ya siku ya maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Ndugu, subscribe, like na share.